Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine naomba nikukumbushe wewe kupitia kikao hiki tuendelee kukamilisha miradi yote ambayo serikali imetuletea fedha kwa maana ya serikali kuu, lakini pamoja na ile miradi ambayo inakamilishwa kupitia mapato ya ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni matarajio ya serikali kwamba kila mradi una deadline yake ya utekelezaji, na tumeitembelea kwa maana tukiwa na wajumbe wa kamati ya usalama. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba zile deadline zote ambazo zimetolewa kwa miradi tofauti naomba zizingatiwe. Ziara ya mwisho tumeifanya kama siku 2 zilizopita, lakini pia kutakuwa na ziara nyingine ya kamati ya siasa ya mkoa na yenyewe itapita. Niombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kushirikiana na wataalamu pamoja na madiwani tuendelee kukamilisha miradi hii, lakini sambamba na hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tuwe na ownership ya miradi. Matarajio ya serikali ni kwamba mradi unapotekelezwa kwenye kata A au kata X, basi Mheshimiwa diwani wa kata ile, mtendaji wa kata, mwenyekiti wa kijiji, mtendaji wa kijiji, wote wawe na ownership ya mradi. Wauelewe mradi, lakini wawe na uwezo wa kusaidia pale ambapo pana ugumu. Tumepitia baadhi ya miradi, serikali kuu inakuwa imeleta fedha, maeneo mengine pengine kupitia mapato ya ndani, lakini wakati mwingine serikali haiwezi kufanya yote peke yake. Kwa wakati mwingine tunahitaji pia nguvu za wananchi. Pale ambapo inahitaji kufanya hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe vile vile tuendelee kutumia nguvu za wananchi katika kukamilisha baadhi ya mambo. Mfano mzuri ni zahanati ya Mwitobini. Pana zahanati pale inajengwa kupitia mapato ya ndani kwa maana ya jengo la OPD, nadhani OPD. Ni vizuri sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna choo pale. Matarajio yetu ni kwamba Mheshimiwa diwani wa kata ile Nyamiholo, kama sikosei, yes, Mheshimiwa diwani Nyamiholo, utaanzisha utaratibu huo kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunapata choo kupitia nguvu za wananchi, kwa sababu serikali kupitia halmashauri kwa maana ya mapato ya ndani imefanya kile ambacho inaweza. Huo ni mfano mmoja tu, lakini hii inamaanisha kwa wilaya nzima pale ambapo tuna miradi, basi inapowezekana sio vibaya wananchi wakaunga nini, wakaunga nguvu za serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ni madawati. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatambua kwamba wiki 2 zilizopita tuliitwa mkoani, wewe na sisi, kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na miongoni maelekezo aliyotoa ni kuhakikisha kwamba kila shule inakuwa na madawati yanayotosheleza wanafunzi wote. Kwa hiyo matarajio yetu tutatumia mbinu zote kwa maana ya kupitia wadau wetu. Naona hapa NMB wapo, naona watu wa NHIF wako hapa, na wadau wengine ambao pengine hapa hawapo, na wananchi wenyewe kuhakikisha kwamba tunatengeneza madawati haya. Tuna taarifa kwamba wenzetu wa halmashauri nyingine wanakwenda Ukerewe kama hicho, na nyinyi mkifanyia kazi, na sio kuna msitu huko ambao pengine mkipata kibali unaweza kuvunwa kwa ajili ya kupata mbao za kutengenezea madawati. Sasa namna gani limekaa hilo ni vizuri, ni jambo ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti unaweza kulifanyia kazi kupitia wataalamu wako wa idara husika kwa maana elimu sekondari na elimu msingi, ili watoto wetu kwa maana wanafunzi waweze kukaa kwenye madawati. Mheshimiwa Mwenyekiti, sote tunatambua kwamba mtoto anapokaa kwenye dawati, maana yake hata ile njia ya kupata elimu inakuwa nyepesi zaidi kuliko akikaa chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo liko jambo la kuripoti wanafunzi. Mara ya mwisho kama sikosei ilikuwa kwenye 87% kwa maana ya sekondari. Sasa tujitahidi tuziongeze hizo 1%, na maelekezo ni kwamba kufikia tarehe 30 mwezi wa 6 watoto wote wanaopaswa kuwa shule kwa maana ya sekondari wao wameripoti shule, na wale ambao watakuwa bado hawajaripoti basi tujue majina yao na sehemu wanazoishi, ili tushirikiane kupitia kwa madiwani, wenye viti wa vijiji na watendaji kuhakikisha kwamba wazazi wa watoto wao wanapatikana na kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ni swala la lishe. Na katika jambo la lishe kwa watoto wetu kwa maana ya shule, nijikite kwenye upatikanaji wa chakula shuleni. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mambo yote ambayo serikali inayafanya ikiwemo ujenzi wa majengo mazuri, ikiwemo kupeleka watumishi kwa maana ya walimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, yote hayo hayatoweza kufanikisha utoaji mzuri wa elimu kama watoto wetu watakuwa hawali chakula shuleni. Tumelisema mara nyingi hili, na furahi kwamba hali yetu sio mbaya sana.
kwa sababu jana tulikuwa na kikao mkoani. Nadhani katika halmashauri 9 za mkoa wa Mara, halmashauri hii Bunda DC na Bunda TC ni miongoni mwa halmashauri ambazo zimefanya vizuri kwa namba za juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue fursa hii kukupongeza sana. Pamoja na pongezi hizo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tusipoteke, bado tuendelee kuongeza nguvu za kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakula chakula shuleni. Matarajio ya serikali ni kwamba kufika tarehe 1 mwezi wa 7 kila mtoto aliyeko shuleni atakuwa anakula chakula. Maana hoja sio tu kwamba shule fulani inakula, hoja ni kwamba kuhakikisha watoto wote kwenye shule hiyo wao wanapata chakula, kwa sababu tunaamini ina mchango kwenye kuongeza ufaulu wa wanafunzi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hiyo tuendelee na juhudi za ukarabati wa shule kongwe, lakini pia ukarabati wa miundombinu ya elimu ambayo ni kongwe au imechakaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, na hili pia ni agizo la Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na wakati linatolewa na fly kwamba nauli kuwepo. Kwa hiyo matumaini yangu ni kwamba utalisimamia kuhakikisha kwamba linatekelezwa kwa kutenga fedha kwenye kila bajeti, kuhakikisha kwamba tuna karabati shule hizo pamoja na uchache wa mapato tulionayo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuanza ni jambo jema na taratibu naamini tutakamilisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ni jambo la mapato. Tumezungumza masuala mengi hapa. Jambo la madawati, jambo la ukarabati wa shule, yote haya yanahitaji fedha. Lakini pia hata posho za vikao vyetu zinahitaji fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, yote haya hayatawezekana kama hatuna mapato ya kutosha. Nichukue fursa hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuendelea kusisitiza kuhakikisha kwamba tunaongeza vyanzo vipya vya mapato, lakini hivi tulivyo navyo sasa hivi tunavilinda ili kuepusha mianya ambayo inasababisha upotevu wa mapato. Kwa sababu kutafuta vyanzo vingine ni jambo moja, lakini pia kulinda vyanzo tulivyo navyo ili mianya isiwepo ya kupoteza mapato ni jambo lingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua kwamba sehemu kubwa ya mapato yetu yanategemea kwenye eneo la uvuvi. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba eneo hilo tunalidhibiti vizuri kiasi kwamba kusiwe na upotevu wa mapato na fedha ziende kwenye sehemu inahusika badala ya kuingia kwenye mifuko ya watu wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la mwisho kabisa ni maadili shuleni. Tuhakikishe tunakuwa na maadili mazuri shuleni ili kuondoa mmomonyoko wa maadili ambao unaweza kukumba shule zetu, kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, ikitokea hilo maana yake ni kwamba yote niliyosema ya kuhakikisha kwamba tuna elimu inatolewa vizuri hayatofanikiwa. Sote tunatambua kwamba kama kuna walimu, kama kuna madarasa, kama kuna vitabu na mambo mengine, bado elimu haitoweza kutolewa vizuri kama maadili ya wanafunzi hayako vizuri. Kumekuwa na wimbi la baadhi ya maeneo mmomonyoko wa maadili, ikiwemo matumizi ya simu wakati wa masomo, lakini vile vile vitendo vya ushoga na vingine ambavyo havitakiwi mashuleni kwetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia kikao hiki naomba niwatake wakuu wa idara za elimu sekondari na msingi kuhakikisha kwamba jambo hilo halitokei kwenye shule zetu hapa Bunda DC, na kama lipo basi tuanze kudhibiti, tufanye uchunguzi kupitia walimu wetu, na kokote kule ambapo kuna viashiria vya aina hiyo tuchukue hatua za kuhakikisha kwamba tunatokomeza masuala kama hayo.